wekeze nguvu kwa haya maneno ambayo anazungumzia mwalimu, hasa kwa maingizo mapya ya wachezaji. Maana wengine sisi hatujashuhudia wakicheza. Chama mwenyewe tunamzungumzia kwa kuwa tunamshuhudia Singida anacheza. Golini kutoka kuna mabadiliko yawezekana kama ambavyo anavyozungumzia, lakini anaamini kwamba wachezaji wanaweza kalibeba hili jukumu la mnyama. Cha kwanza hapa ni kutazama mbinu za coach Steve Becker. Steve ni mtaalamu wa mbinu ya ukabaji. Ni moja kati ya walimu ambao wako very comfortable kucheza dhidi ya wapinzani wagumu, kwa sababu approach yake imekuwa ni atapaki basi eneo la chini, atajaribu kumfrustrate mpinzani au ni ataondoka na alama vipi kwenye huo mchezo. Kwa hiyo kwenye swala zima la mbinu, Steve ni moja kati ya walimu ambao kwenye hii game ya Esperance anaweza akawa kwenye yale mazingira ambao wamekuwa akiyapenda sana, mazingira ya kukaba, mazingira ya kutowapa wapinzani nafasi, mazingira ya kuhakikisha kwamba anabana mirija yote ambayo mpinzani anaweza akaitumia kufikisha mpira kwenye eneo lake la 18. Lakini mbinu pekee za mwalimu hazitoshi, kwa sababu wanaoenda uwanjani sio tena yeye. Wanaoenda uwanjani ni kina Klatus, wanaoenda uwanjani ni kina Rushin Daruk, wanaoenda uwanjani pale ni kina Yusuf Kagoma na wengine wote. Hawa ndio watu ambao wanatakiwa kuwa kwenye daraja la juu kwa ajili ya kwenda kubeba hizo mbinu za mwalimu. Majukumu ya mwalimu akisema leo tunakaba, inabidi wapinzani wawe na uhakika, wachezaji wawe na uhakika kwamba wanaitwa wanakaba, mpinzani asipate nafasi. Mwalimu akisema tutashambulia kwenye counter, inabidi uwe na wachezaji ambao wataenda kubeba majukumu yake ya kushambulia kwenye counter attacks. Sasa game versus Esperance, kwenye issue ya mbinu, of course sina mashaka na Steve, najua ataenda na plan nzuri ya kwenda kukaba. Lakini kwa nini ana hii confidence? Ana hii confidence kwa sababu amepata wachezaji ambao kidogo wanaenda kuongeza daraja la Simba kutoka pale ambapo lilikuwepo. Eneo la nyuma, bahati nzuri anaenda kumpata Ismail Toure, moja kati ya mabeki ambao wana experience ya kutosha sana. Si mgeni kwenye michezo ya daraja la aina hii, si mgeni kwenye michezo yenye pressure kubwa ya aina hii. Ameisha cheza nusu finali ya kombe la shirikisho, lakini pia hatua hizi za mtoano za michuano ya klabu bingwa kombe la shirikisho akiwa na klabu ya ASEC ameisha cheza, lakini ameisha cheza pia katika viwanja vigumu na viwanja ambavyo vilikuwa vina demand matokeo. Kwa hiyo huyu akipea na Rushin ambaye naye pia hana tofauti naye in terms of experience, huoni kama kutakuwa kuna utofauti mkubwa sana wa kimadaraja baina ya mastriker wa Tunis dhidi ya mabeki wa Simba. Lakini kwenye final third ya Simba, eneo ambalo Simba anaweza akawa productive, ana maingizo mapya na mtu kama Klatus ana experience ya kutosha ambayo inaweza ikamsaidia yeye kupata matokeo. Ana mtu kama Jonathan Soa ambaye naye pia of course mechi ya kesho yuko eligible kucheza, sababu hii sio ligi kuu na huko ana adhabu. Of course anaweza akapata nafasi ya kucheza. Daraja lake pia ni la juu mno. Lakini pia kwenye eneo la katikati ana wachezaji ambao unao si wageni na mazingira ya aina hii. Kwa hiyo hilo jambo linampa mwalimu confidence na kumwaminisha kwamba kama tu wataamka katika mguu sahihi, yawezekana wakampa mechi Esperance. Kwa hiyo na ukitazama pia Esperance wao of course wana pressure ya matokeo tena ya alama 3, kwa sababu mechi mbili zilizopita amevuna alama moja. Hii pressure inawalazimisha kushinda mchezo wa kesho ambao watakuwa nyumbani. Kwa hiyo na mechi zao zote mbili wamekuta alama 2. Yes, mechi zao zote mbili wana alama 2. Kwa hiyo kuwa kwenye hii pressure ya kupata matokeo ya lazima, tena matokeo ya alama 3, inaweza ikawarahisishia Simba kazi kwamba nyie bakini tu kwenye plan A, hakikisheni kwamba plan hii inafanikiwa, then baada ya hapo mtaona baada ya dakika 90 ni kipi ambacho wanaweza kuvuna. Kiufundi, kwa nafasi ya kuwe kama kocha, ukiona kundi ambalo mwalimu anaamini ndo la kwenda kuibeba timu, na kundi hili ni wachezaji wengi sana wageni, kuna kitu chochote kinaweza kika affect man tough game pia kwa tujashuhudia kicheza pamoja, au inatoshea uwanja wa mazoezi alichokibaini mwalimu, ama mazoezi ni mazoezi na mechi ni mechi? Siku mbili alizopata na wachezaji sio nyingi, ni chache mno. Tena bahati mbaya ni siku mbili ambazo wanajiandaa na mchezo. Kwa hiyo hapa ni tunaenda kuishi kwa imani. Yani coach anakuwa na imani na wachezaji wake, na wachezaji wanaanza saa kuingia katika mchezo wakiwa wana lengo la kupambania timu. Hapa it's not about tactics, lakini ni namna ambavyo wachezaji watakuwa na ile motivation ya kwenda kucheza. Kwa sababu nikikwambia kwamba Steve Becker atakuwa amemwelekeza Klatus Chota Chama plan yake mpaka Klatus ameelewa, ndio wamekutana airport wanaondoka. Nikikwambia leo hii Ismail Toure naye pia atakuwa amemuelewa Steve Becker kwa asilimia kubwa, nitakuwa nakudanganya. Nikikwambia Libasagwe atakuwa amemuelewa Steve Becker kwa asilimia kubwa, tutakuwa tunadanganyana. Kwa hiyo hapa ni watu kuwa na imani tu na mwenzao, mwalimu kuwa na imani na wachezaji kwamba nyie ni wachezaji wa daraja la juu, hamna maelekezo mengi kwenu, system yetu leo ya kiuchezaji ni hii, approach yetu ni hii, twende ni uwanjani. Kuna haja maybe kuanza na wale ambao
amekuwa akiwatumia kwenye mechi kadhaa ikiwepo Mapinduzi, japo mechi ya Azam labda ilikuwa ni serious, lakini mechi ya ligi kuu ile ya nani? Kwa maana Mtibwa. Lile kundi lile la mwisho afu hao wengine akifanya kama labda leo tunavyoona Pedro hapa kwamba nani utaingia baadaye, japo hao wachezaji wake wengine wachache of course ikawaona kuna utofauti kiasi. Hoja yangu bado inabaki pale pale, maybe hawa wageni wanaweza kaingia baadaye second half. Atafungwa nyingi. Atapoteza game mapema kwa sababu walio kuepo. Kwa hiyo inachotumika hapa sasa ni imani. Yaani ndio hiyo, yani kocha anatakiwa tu kuwa na imani na wachezaji. Basi kwa bwana tumewaleta. Na kilichofanya Chama utoke Singida ucheze mechi uje ili kesho tusafiri ni hichi, kwamba game ya Esperance tulikuwa tunakuhitaji. Kwa hiyo vaa jezi, nenda katupe ulicho nacho. Bwana Ismail Ture, usajili wako uliharakishwa kwa ajili ya game versus Esperance. Vaa jezi, twende uwanjani tukapambane. Kwa hiyo tu hiyo imani ambayo bwana kwa mfano Jibril Kasali umeletwa haraka kwa ajili ya game ya Esperance. Chukua jezi, twende uwanjani. Kuna zile basics ambazo mwalimu utakuwa unawapa kwa sababu kila game ina approach yake. Kuna ile philosophy ya team, half kuna game approach. Ukiangalia Yanga hizo falsafa yao ya kucheza na back 3, sijui viungo watano wanne washambuliaji watatu, sio falsafa yao, lakini approach ya leo inahitaji hivi. It means kocha kuna basics tu utakuwa unawapa kuelekea kwenye mchezo. Bwana sikiliza, kama ni winga nataka ucheze hivi, kama ni fullback nataka ucheze hivi, kama ni beki wa kati nataka ucheze hivi. Stick kwenye haya majukumu, nimekuamini unaweza. Pale ambapo una uwezo kuongeza ubora ulionao ili timu ifaidike na ubora wako, ongeza ubora wako. Lakini ikitokea umeshindwa, baki hapa. Hapa ndio baa ya standard ambayo unatakiwa kuionyesha, then mwisho wa siku tuone kwenye game kina nini kitatokea. Kwenye dirisha la usajili ni watu wametengeneza imani kiasi. Baada ya kuona Chama amekuja, Sigolini pale pameboreshwa, safu ya ulinzi. Safu ya ushambuliaji ndo haijazungumzwa kwa kiwango hicho, maana hakuna ingizo jipya zaidi kwamba Soa atacheza. Tubebe matumaini kwamba mnyama kesho anatoboa kwa Esperance hata kwa alama moja. Matumaini ya kupata alama moja anaweza akawepo kutokana na mwenendo pia wa Esperance de Tunis katika msimu huu hapa wa mashindano. Ukiachana na Simba ambaye hana alama yoyote, yeye ndio wa pili pia kutoka mkiani akiwa na alama 2, amesare nyumbani na amesare pia ugenini. Kwa hiyo hii kwanza inaweza ikawashushia Simba mlima wa kuweza kupata matumaini ya kuvuna alama kutokana na zile mechi 2 zilizopita. Lakini pia mechi hiyo inaweza ikawa ngumu na kuwapalia Simba kwa sababu Esperance wenyewe ndio wanatumaini kwa maana wavune alama 3 nyumbani dhidi ya Simba, alafu wageuke nao ugenini kwa maana Dar es Salaam Tanzania kucheza nao. Na ukitazama Simba msimu huu afadhali kidogo katika mechi za away amekuwa na matumaini ya kuvuna alama kuliko mechi za nyumbani. Hadi tunavyozungumza kuanzia katika zile hatua za mtoano hadi kwa maana preliminary round hadi tunafika hapa katika hatua ya makundi, Simba hajavuna alama katika uwanja wa Mkapa ambaye ndio uwanja wake wa nyumbani. Ila ugenini alikuwa anafanya vizuri. Na ukitazama pia inaweza ikawa ni statement ya kujiuliza kwa Simba kutokana kwanza na safu yake ya ulinzi. Ukiachana na eneo la mabeki ambao walikuwa wako vizuri, hawajaruhusu idadi kubwa mabao na wala hawajaondoka sana kama ambavyo imekuwa katika eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ukianza katika eneo la mabeki kidogo afadhali wanamtaji wa watu ambao pia walikuwa wakifanya vizuri katika ulinzi. Lakini katika eneo la goalkeeping napo kutakuwa kuna shida kwa sababu ukiachana na yule ambaye ametambulishwa juzi, mlinda mlango ambaye alikuwepo Kasari Jibril, mlinda mlango ambaye alikuwepo yuko fiti hivi sasa ni Hussein Abel peke yake. Na ukitazama Hussein Abel ana muda mrefu hajawa regular starter katika kikosi cha Simba. Mechi ambazo ameanza kucheza, alicheza dhidi ya Fufuni pale Zanzibar akaruhusu bao, lakini pia dhidi ya Mwembe Makumbi Azam kadhalika ameruhusu mabao. Kwa hiyo amekuwa kwenye ligi pia ameruhusu bao dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwa unaweza ukaona hivyo ni kipa wa namna gani. Anaweza kuwa ni kipa mzuri, wote tunafahamu kwa kile ambacho alikuwa anakifanya kule, lakini mwenendo wa timu, lakini na yeye pia kukaa benchi muda mrefu. Unajua kwa namna ambavyo unavyozidi kukaa benchi ndivyo zidi kwa maana ile experience yako na ile confidence inapungua pia. Siku hadi siku unavyokaa nje pia inakuwa ni tofauti na ule mtu ambaye anapata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa hiyo kuna shida hapo katika eneo la goalkeeping.
wengine wataopti kwenda na Kasali kwa sababu pia ya ndio kitu pekee ambacho walimsajilia ni kuja kucheza moja kwa moja katika kikosi cha Simba. Unaweza ukasema Hussein anaifahamu sana Simba, lakini kwenye mpira miguu chochote kinaweza kikatokea. Inaweza ikatokea injury ama suspension. Kwa hiyo atalazimika kuwa tayari na yeye kwenda kucheza. Kwa hiyo kocha mwenyewe anaweza kuamua amtumie Kasali ama amtumie Hussein Abel. Lakini pia katika eneo la defense sio shida sana. Shida katika eneo la kiungo kuhold mipira na kuanzisha mashambulizi. Eneo ambalo mwanzoni tulikuwa tunasema kwa maana chemistry haikuwepo kwa ukubwa, sababu kuna ingizo la Morris Abraham, kina Neo Maema pia Bajabir ambaye hatakuwepo katika mchezo huo, kina Jonathan Soa ndio kama hao hapo ambao bado wapo na wanaweza, yani unaweza kusema ndio mtu wa kumtumainia katika eneo la ushambuliaji. Kadhalika kwa kile ambacho anakifanya Selemani Mwalimu, ingawaje na yeye confidence yake haijarudi tangu walipotoka hapa Tanzania kwenda katika kikosi cha Wydad Casablanca. Kwa hiyo yani zile dakika 15 za kwanza utakavyoanza kuzicheza, kama watafanikiwa kutuliza pressure ya wachezaji, wanaweza wakauhendo huo mchezo wakaondoka hata na angalau alama moja. Na kama wataondoka na alama moja, inaweza ikaongezea confidence kurejea katika mechi ya Mkapa. Lakini kama watapigwa pressure na wao wakaingia katika mfumo wa Esperance, basi safari ya Simba inaweza ikawa imeishia hapo, kwa sababu ni ngumu sana Simba kushinda nyumbani kama trend yake ilivyo msimu huu. Lakini unashinda nyumbani dhidi ya nani? Bado unaye Esperance na unaye Stade Malien ambaye mechi ya kwanza amesare dhidi ya Esperance, huyu ambaye amekuwa akiingia nusu finali na finali mara nyingi kuliko timu yoyote kwenye hicho kikosi cha Simba. Na Esperance kwenye kundi la Simba ana matumaini kwamba niokote alama kwa 100. Yeye ndo matumaini yake hapo. Kama Simba atamwashine Esperance katika mechi ya kesho kule Tunisia, inaweza ikawa starting point nzuri sana kwao. Okay, anyway, na rejea dakika chache zinazofuata tualipa bili. Hii ni Kipenga East Africa Radio kutoka Mikocheni G Dar es Salaam. Mimi ni mproducer Mbreno, yuko hapa Sama Rashid Ringa Finest kutoka Miamboni kule, bila kusahau pia Wastaram.